na ndiyo sababu mtu mwenye hekima nyingi akaandika kwenye Mithali sura ya 4 na mstari wa 23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Mithali sura ya 4 na mstari wa 23. Kwa nini ulinde moyo wako kuliko yote unayoyalinda? Majibu ni kwamba kwa sababu ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Sawa. Takuonyesha sasa vitu vichache. Kwa nini unahitaji kuwa makini sana na moyo wako? Mungu amekwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Sasa kuna input channel na output channel. Moyo ni kiwanda. Moyo ni mfano wa kiwanda ambacho kinapokea na kutoa. Sasa nianze na vitu ambavyo vinapelekea malighafi. Tanielewa. Input channel ya kwanza ya moyo ni masikio. Vitu unavyovisikiliza, vitu unavyovisikia vina mchango mkubwa kwenye hali ya moyo wako iweje. Sawa. Ndio maana kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 Mtume Paulo anasema msidanganyike, kwa maana mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Vile utakavyokuwa unavipa muda wa kuvisikiliza ndivyo vitakavyopelekea hali ya moyo wako iweje. Usitazamie kwamba hali yako ya moyo itakuwa salama ikiwa utasikiliza vitu ambavyo havina usalama. Mtume Paulo hakuacha kumwambia pia Timotheo katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 16, anamwambia jiepushe na maneno yasiyo na maana, kwa maana wataendelea zaidi katika uovu. Unahitaji kuwa makini sana na vitu unavyovisikiliza, vitu unavyotenga muda wako kwa ajili ya kuvisikiliza. Mungu amesema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Nini kitatokea pale ambapo utakuwa unavipa muda vitu ambavyo havikujengi, vitu ambavyo havikupi thamani katika ulimwengu wa roho? Kitakachotokea, moyo wako utaanza kuharibika. Hautakuwa ukimpenda Mungu kwa moyo wako wote. Input channel ya pili, macho yako. Macho yako, vitu unavyoviangalia. Vitu unavyoviangalia vina mchango mkubwa kwenye hali ya moyo wako iweje. Penda usipende. Mithali sura ya 23 mstari wa 33. Mithali 23 mstari wa 33, Biblia inasema macho yako yataona mambo mageni na kisha moyo wako utatoa yaliyopotoka. Macho yako yatakapoona mambo mageni, moyo wako utaanza kutoa yaliyopotoka, mambo yasiyompendeza Mungu. Mambo mageni ni nini? Kwenye context ya Biblia unaruhusiwa kuangalia mambo mapya, sio mambo mageni. Mambo mageni utanielewa nikikwambia miungu ya kigeni. Kuna vitu havijazoeleka kwenye ufalme wa nuru. Kuna vitu havijazoeleka kwenye ufalme wa Mungu. Ukiviangalia ni vigeni kwako. Ukishaviona kwa macho yako vinapelekea moyo wako kutoa yaliyopotoka na hautakuwa salama mbele za Mungu. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa hiyo wewe una simu yako, ni kizazi cha kidijitali. Kwenye simu yako huwa unaangalia vitu gani? Ina mchango mkubwa hali ya moyo wako iweje. Kuna wengine hapa mioyo yao imeshakuwa mibovu kwa sababu ya vile wanavyoviangalia, vile wanavyovipa muda kuviangalia, kuvitazama. Hizo zilikuwa ni input channel. Naomba nikupe output channel moja. Output channel ni kinywa. Your mouth. Kinywa chako. Hiyo ni output. Nini maana yake? Ukitaka kujua hali ya moyo wa mtu, usihangaike. Msikilize.
sikiliza kinachotoka kinywani mwake. Haiwezekani kupretend kwenye maisha haya. Kama ndani yako hamna kitu chema, hauwezi ukatoa kitu chema. Luka Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 45. Luka Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 45. Ni maneno ya Kristo mwenyewe. Anasema mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, lakini mtu mbaya katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyopotoka. Kwa nini? Kwa sababu kwa maana kinywa cha mtu hutoa yale ya ujazayo moyo wake. Kile ulicho nacho ndicho utakachokitoa. Kama haujawekeza ndani ya moyo wako vitu vyema, usitarajie kinywa chako kitatamka mema. Unahitaji kuwa na maneno yenye neema, yenye kukolea munyu, yenye kuwafaa watu wanaokusikia, mpaka utenge muda wako uwekeza ndani yako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Hali ya moyo wako inachangia sana. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Na ndiyo sababu King David, Mfalme Daudi, kwenye Zaburi sura 119 na mstari wa 11. Zaburi 119 na mstari wa 11, leo anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Wewe umeweka nini moyoni mwako kitakacho kugarantii usimtende Mungu dhambi? Haya maisha sio bahati nasibu. Haya maisha we don't live by chance. What you invest, what you plant is what you harvest. Kile unachokipanda ndicho unachokivuna. Msidanganyike, Mungu hadhihaki. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7. Msidanganyike, Mungu hadhihaki. Kwa kuwa mpandacho mtu ndicho atakachokivuna. Usitarajie kinywa chako kutoa mema ikiwa moyoni mwako haujaweka mema, ikiwa hujawekeza hayo mema. Ninapozungumza hapa, Mungu anazungumza na mtu katika jina la Yesu. Kwa hiyo Daudi yeye alifikia kiwango akasema, haiwezekani nikatenda mema ama nikashinda dhambi isipokuwa nimeweka neno la Mungu moyoni mwangu. Sema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Maisha haya nitawezaje kuishi bila kutenda dhambi? Rafiki yangu, weka neno la Mungu ndani ya moyo wako. You will be safe. Amini, amini. Nakwambia. Wekeza neno la Mungu ndani yako. Sawa. Muda wetu ukiwa unakaribia kuisha, nami nimalize na pointi ya pili. Pende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote. Pende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote. Roho ni nini? Roho ni kitu kisichoonekana. Yaani kwenye mwili wa mwanadamu huwezi ukafanya surgery ukaona roho yake. Spirit is intangible in nature. Ndio maana Mungu mwenyewe ni roho na huwezi kumwona. Yohana Mtakatifu sura ya 4 mstari wa 24 imeandikwa Mungu ni roho. Na wamkuu inapaswa waabudu katika roho na kweli. So ni roho. Sasa kwa muktadha huu mwanadamu pia ana roho. Na kwa sababu mwanadamu pia ana roho, roho sio kitu cha kuonekana. Roho sio moyo. Moyo kibiolojia unaweza ukapasua, ukafanya surgery ukauona moyo na structure yake kabisa. Na tena mimi nakumbuka mwalimu wa biology alisema kiwango cha ngumi yako na moyo wako unalingana hivi. Wangapi wanakumbuka kama mimi? Yes, baba. Kwa alisema yaani ukikuja ngumi moyo wako unalingana hivi na ila roho yenyewe haiko hivyo. Sasa kwa kufupisha, anapokuambia mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, sikiliza, anahitaji muamini yeye kuliko unachokiamini chochote kile. Amini, amini. Okay. Waebrania sura ya 10 mstari wa
38 mpaka 39. Naomba nianzie 38 ili tusirudie tena. Waebrania sura ya 10 kuanzia mstari wa 38. Ile inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Sasa tunasema, lakini sisi hatumo miongoni mwao wanaosita, hatumo miongoni mwao wasitao, bali walio wakuu, walio na imani ya kuziokoa roho zetu. Kuna mtu anaelewa Kiswahili hapa? Sisi hatumo miongoni mwao wasitao, bali walio na imani ya kuokoa roho zetu. Umeona uhusiano uliopo kati ya imani na roho. Roho haionekani, roho haishikiki, roho huwezi ukaitazama kwa macho. Ndivyo ilivyo na imani. Waebrania 11 mstari wa kwanza, Biblia inasemaje? Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, roho haionekani. Umenielewa sasa? Kwa hiyo Mungu anahitaji umwamini yeye kuliko chochote unachokiamini, kuliko uhalisia. Uhalisia unasema maji yakimwagika hayazoleki, lakini ikiwa neno la Mungu litasema inawezekana yakazoleka, inahitaji uliamini. Unatakiwa uliamini. Ikiwa uhalisia unasema mfupa ukishakuwa mkavu haiwezekani ukauika ukaishi tena, unahitaji kuliamini neno la Bwana. Ikiwa litasema unaweza ukaishi tena ijapokuwa katika hali ya mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji sana kumwamini Mungu kuliko uhalisia tunaoona, kuliko historia na vitu vingi ambavyo vinatuzunguka kwenye maisha haya. Na ndiyo sababu kwenye Waebrania sura 11 na mstari wa 6 ile inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana kila amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba yuko naye huwapa thawabu wale wamtafutao. Hakuna mbadala ambao wewe mwanadamu unayenisikiliza utampendeza Mungu ikiwa hautamwamini kuliko chochote. Mtu asiyemwamini Mungu ni mtu ambaye hampendezi Mungu, ni mtu ambaye hamfurahishi Mungu. Mungu hawezi kuwa na furaha na wewe kama una mashaka na yeye. Ni sawa na wewe unahitaji kumsaidia mtu na uwezo wote, lakini huyo mtu hakuamini. You will not be pleased with him or her. Hautakuwa na furaha. Na anasema kwa nini? Ni kilio cha Mungu kwenye kizazi hiki, watu hawamwamini. Watu wamejaa mashaka mengi. Na Yakobo anasemaje kwa habari ya mtu asiye na imani? Yakobo sura ya 1 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 8. Hapo anaanza kwa kusema mtu akipungukiwa na hekima aombe kwa Mungu ambaye wote kwa ukarimu wala yeye hakemei. Mstari wa 6 anasema ila naombe kwa imani pasipo shaka. Kwa imani pasipo mashaka, kwa sababu mtu mwenye mashaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mtu wa namna hiyo asitarajie kuwa atapata kitu kwa Bwana, kwa sababu mtu mwenye nia mbili husita katika njia zake zote. Mwamini Mungu kuliko uhalisia unaoona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Na kati ya dhambi ambazo wanadamu kwenye kizazi hiki wanazifanya bila kujua ni kuishi bila imani. Yaani Mungu hakufurahii kabisa. Okay. Warumi sura 14 mstari wa 23. Sasa kuna A yake, mimi nikusomee B yake. Warumi 14:23. B yake inasema na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kwa hiyo hata kama utakuja kufanya usafi huko kanisani, kama hauna imani na unayetumikia, umehesabiwa kuwa ni dhambi. God have mercy. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Nampenda sana Mungu, nawapenda sana watu wa Mungu, na kwa sababu muda wetu umetamatika, nashukuru kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana kwa neno ambalo umelisikia. Na sasa